Kila tarehe 24 Januari kila mwaka huwa ni maadhimisho ya siku ya elimu duniani, na hivi ambavyo tunazungumza hapa tunaadhimisha siku hii ya elimu duniani. Nikukaribisha sana kwenye mahojiano mafupi na Dr. Mary Stella Bainiti. Huyu ni mhadhiri kutoka chuo cha uhasibu Arusha. Kupitia morning launch kwa siku nzima leo tumeona sio vibaya kama tukiwa na daktari ambaye atatupitisha kwa kina zaidi kwenye namna gani ambavyo siku hii ilianza kuadhimishwa lini, lakini dhumuni hasa la maadhimisho ya siku ya elimu duniani ni nini hasa. Tunafahamu kwamba kwa nchi yetu ya Tanzania swala la elimu ni moja kati ya kitu ambacho kimepewa kipaumbele zaidi, na hii ni baada ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuweka wazi kabisa kwamba wanafunzi watapata elimu bure kuanzia darasa la kwanza mpaka kidato cha 6, na hii inawezekana labda pia imeleta motisha kwa baadhi ya watu katika jamii ya Tanzania kuhakikisha kwamba wanachangamkia fursa hii, vijana wanaendelea kupata elimu ili tuendelee kupata wasomi wengi zaidi ambao kwa namna moja au nyingine wanaweza kuisaidia nchi yetu ya Tanzania kupiga hatua kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Kuna msemo wa wahenga unasema elimu ni ufunguo wa maisha, lakini kuna msemo mwingine unasema elimu ni bahari. Maana yake elimu haina mwisho. Unaweza ukasoma ukafika sehemu fulani, lakini unatakiwa kuendelea kuiongeza elimu ili uendelee kupata maarifa mengi zaidi. Haya ni ambayo walizungumza wahenga, lakini leo tunazungumzia maadhimisho ya siku ya elimu duniani, na tayari niko na Dr. Mary Stella hapa ambaye tutazungumza naye kwa kina zaidi ili kuweza kufahamu kwa undani zaidi kuhusiana na siku hii. Dr. Habari ya asubuhi. Nzuri sana, habari za asubuhi mwandishi. Salama, karibu sana ndani ya studio zetu za iMedia. Nimefurahi kukutana na wewe leo ikiwa ni siku ya maadhimisho ya siku ya elimu duniani, lakini pia siku ya elimu duniani inapewa nguvu pia na wale watu wa huduma ambao ndio walimu ambao wanawapa watu maarifa kwa namna moja au nyingine, na wewe pia ni mwalimu. Nikupongeze sana kwa hilo. Nashukuru sana mwandishi. Mambo yanaendaje ndani ya chuo cha uhasibu Arusha kwa sasa hivi? Vijana mnahakikisha vipi kwamba wanaendelea kuchangamkia fursa hii ya elimu? Vijana wanaendelea vizuri, na sisi kama walimu tunatoa huduma jinsi inavyopaswa. Ndio. Sawa, leo ni tarehe 24 Januari, na tunafahamu kwamba ni kila mwaka huwa tunaadhimisha siku ya elimu duniani. Litamani Dokta, kwa kifupi sana, kwa sababu wewe ni mtu ambaye uko kwenye tasnia kwa muda mrefu, utupitishe japo angalau utupe ABC kwamba siku ya maadhimisho ya elimu duniani ilianza lini na dhumuni hasa la kuanzisha siku hili kwa nini? Asante sana mwandishi. Siku ya elimu duniani, kwanza ni shukuru kwa kupata hii nafasi kwa ajili ya kuongelea siku ya elimu, maadhimisho ya siku ya elimu duniani ambayo yanaadhimishwa siku ya tarehe 24 Januari kila mwaka. Haya maadhimisho ya elimu duniani hasa kimataifa yanalenga kutambua nafasi ya msingi ya elimu katika maendeleo ya binadamu, kijamii na taifa kwa ujumla. Na siku hii ilianzishwa rasmi mwaka 2018 na kuadhimishwa kila mwaka tarehe 24 Januari. Uanzishwaji wake ulilenga kuhamasisha jamii ya kimataifa kutambua mchango wa elimu katika kufanikisha maendeleo endelevu, kupunguza umaskini, kukuza usawa wa kijinsia na kuimarisha amani na mshikamano wa kijamii sambamba na utekelezaji wa ajenda ya maendeleo ya 2030. Na ajenda hiyo ya maendeleo ya 2030 inaeleza kuwa elimu ni nguzo muhimu ya maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Kupitia lengo la maendeleo katika maendeleo endelevu ya mwaka 2030, namba 4, ajenda inalenga kuhamasisha elimu jumuishi. Yaani kwamba elimu yenye usawa na ubora pamoja na kukuza fursa za ujifunzaji wa maisha yote kwa wote ifikapo mwaka 2030. Na hiyo ajenda inasisitiza upatikanaji wa elimu bila ubaguzi katika ngazi zote, uimarishaji wa elimu ya awali, msingi, sekondari, ufundi, elimu ya juu pamoja na kukuza ujuzi unaohitajika katika maisha na soko la ajira. Dokta, umezungumzia swala zima la utoaji wa elimu ambao unazingatia usawa. Nikurudishe nyuma kidogo. Ndani ya karne hii ya 21, lakini miaka kadhaa hapa nyuma kuna namna kama elimu ilikuwa haizingatii usawa.
kwa sababu tulikuwa tunaangalia mtoto wa kike na mtoto wa kiume. Kuna namna kama kuna baadhi ya jamii ambazo zilikuwa zinaona kwamba kumpa mtoto wa kike elimu ni kama kupoteza muda. Wengine walikuwa wanasema kwamba unampa mtoto wa kike elimu alafu mwisho wa siku anakuja kuolewa, labda anaenda kwenye familia nyingine, kwa hiyo haiwezi kukusaidia. Huu ni mwaka 2026 na umezungumzia tumebakiza miaka minne kuweza kufika 2030. Mpaka sasa unaona ile dhana ambayo watu walikuwa wanaiamini kwamba mtoto wa kike hatakiwi kupewa haki ya elimu kama mtoto wa kiume, kwa sasa kuna mabadiliko yote ambayo yametokea na watoto wa kike wanapewa haki yao ya elimu? Yes, mabadiliko ni makubwa sana, ambapo katika huu usawa uliotolewa na serikali, hasa kwamba serikali imekuja na sera mbalimbali kuhakikisha kwamba wanafunzi wote bila kujali jinsia, bila kujali hali walizonazo, wote wanastahili kwenda shule. Na mzazi ambaye hata wajibika katika kufanya hilo anawajibishwa kisheria. Hiyo ni inasimamiwa na sheria pia. Kwa hiyo hii ajenda inatambua nafasi ya wazazi au wadau wote wa elimu katika kuhakikisha kwamba watoto wote ambao wanastahili kwenda katika level fulani ya elimu wanaingia katika wanawajibika kusoma na kupata hiyo stahiki wanaostahili kupata kwa kipindi hicho. Sawa, maadhimisho ya siku ya elimu duniani natamani kufahamu, tunafahamu yalianza toka mwaka 2018. Ndio. Natamani uniambie kwa uzoefu wako kama mwalimu, maadhimisho haya kuanzia yameanza 2018. Kuna mchango wote ambayo maadhimisho haya yanatoa kuhakikisha kwamba watu wanaendelea kuweka nguvu katika jamii kupata elimu hii ambayo tunaizungumza? Yes. Labda niseme kwamba katika maadhimisho ya siku ya elimu duniani toka yameanza 2018, kuna mambo mengi yamefanyika. Kwanza, upatikanaji wa elimu bora na elimu jumuishi kwa wote Tanzania, kwa kuwa yanatoa jukwaa la kitaifa na kimataifa kutafakari maendeleo, changamoto, fursa zilizopo katika sekta za elimu. Kupitia maadhimisho haya, serikali, wadau wa elimu na jamii kwa ujumla upewa fursa ya kujadili sera na mikakati inayolenga kuboresha elimu, ikiwemo uboreshaji wa mitaala. Kama umeona, mitaala mingi imeboreshwa tumetoka 2018 mpaka sasa hivi tuna mitaala mingi ambayo, na mitaala mingine pia ni mipya na inaenda kulingana na mahitaji ya jamii. Hata kwenye ngazi ya I think kidato cha 5 na 6 tunaona kuna baadhi ya kozi ambazo ziliendelea kuongezwa. Kuna kozi ambazo ilikuwa kuna combination ambazo hazikuwepo kabisa. Unakuta mtu anasoma Kiswahili, hapo anasoma Kifaransa, hapo labda anasoma na lugha nyingine. Kwa hiyo kuna mmoja nyingine. Hii mitaala pia imeendelea kutanuka zaidi, na naona tuseme Wizara ya Elimu imeona iendelee kubezi zaidi kwenye lugha ili kuhakikisha kwamba watu wanazidi kupata uelewa zaidi. Na mabadiliko haya, nikwambie ndugu mwandishi, ni uhitaji wa jamii na soko la ajira. Kwa hiyo serikali imeangalia hilo swala kwamba jamii inahitaji nini na soko la ajira linahitaji nini. Kwa hiyo hata utekelezaji au uendelezwaji wa mitaala unalenga mambo hayo. So mafunzo pia, mafunzo endelevu haikuangalia tu katika kuboresha mitaala. Imeboresha pia mafunzo ya walimu na matumizi ya teknolojia katika ufundishaji na ujifunzaji. Sawa, natamani tuzungumzie swala zima la elimu bure. Tunafahamu kwa sasa hivi Tanzania tuna slogan ambayo inatumika kwa sasa, au tuseme kwamba kuna mpango mkakati ambao umewekwa kwamba wanafunzi kuanzia darasa la kwanza mpaka kidato cha 6 wanalipiwa kila kitu shuleni na kuweza kuipata elimu. Labda kama ni michango ni midogo sana ambayo wazazi wanahusika kwenye kuitoa. Sasa Dr. Meristela, natamani uniambie kutokana na kuanzishwa kwa system ya kuwapa elimu bure ya wanafunzi, je, jamii imeonyesha mwitikio mkubwa zaidi wa kutamani vijana wao kuendelea kupata elimu, au wameendelea kuzorota katika kuchangamkia fursa hii ambayo serikali imeona kwamba iwasogezee pia? Yes. Niseme kwamba jamii imepiga hatua kubwa, kwa sababu ukiangalia, unaweza ukajuaje hilo swala. Tunaangalia wanafunzi waliodahiliwa katika ngazi mbalimbali. Ukiangalia kule elimu ya awali, idadi ya udahili imepanda mno. Ukija shule za msingi, ukija sekondari,
udahili umepanda mno. Na udahili huo una impact katika vyuo vya kati na vyuo vikuu. Manake idadi pia ya wanafunzi katika vyuo vikuu na vyuo vya kati pia imepanda mno. Kwa hiyo tuseme kwa sababu tu ya sera ya elimu bure ambayo imetekelezwa huku chini. Manake kuna wanafunzi ambao walikuwa hawana uwezo wa kupata hiyo elimu bure, hasa wale ambao wako nje ya wale wanaotoka vijijini katika maeneo ambayo yako pembezoni, na wale ambao wako wale wa jamii za kifugaji ambao wanaamini kwamba kumsomesha mtoto wa kike hasa ni kama kupoteza time na kupoteza pesa pia. Na kupoteza muda. Kwa hiyo udahili umepanda mno. Kwa na jamii yes, tunaangalia vyuo vya kati na vyuo vikuu vimenufaika na elimu bure. Sawa, kwa yule ambaye anatazama kwa sasa niko na Dr. Meristela Baini tu, ni mhadhiri kutokea Chuo cha Wasibu Arusha. Tunafahamu kwamba leo tarehe 24 Januari 2025 ni maadhimisho ya siku ya elimu duniani. Tunazungumza kwa kina kuweza kufahamu jamii na changamkia vipi fursa hii ya elimu, kwa sababu tunafahamu kuna baadhi ya mambo bila kuwa na elimu pia huwezi ukayafanya kwenye jamii yako ya kila siku. That's why tunaendelea kuzungumza hapa. Daktari, wewe ni mwalimu na leo ni siku ya maadhimisho ya elimu duniani. Natamani uniambie mpaka sasa kwenye karne hii ya 21 au kwa miaka hii ambayo tupo kwa sasa, jamii inawapa heshima nyie kama walimu, heshima ile ambayo mnaistahili, kwa sababu tunapoadhimisha siku ya elimu duniani, bila nyie watu wa huduma wa hii elimu tusingeweza kuwa na watu ambao wana maarifa kwenye jamii yetu pia. Mtazamo wa jamii, niseme kwa upande wa walimu, kuna kipindi fulani ulikuwa kuna mtazamo hasi tuseme. Kwa sababu kuna kipindi ilifika wakati serikali iliweka msisitizo hasa katika tuseme program fulani mbalimbali hasa za science. Sasa unakuta wale ambao wanaenda katika ualimu, mzazi anaona kama ni nafasi ya mwisho. Ualimu ni nafasi ya mwisho. Kwamba yani kuna kipindi cha nyuma watu wakimaliza shule au ukimaliza chuo unaambiwa au ukimaliza form 5 na 6 yani wazazi walikuwa wanawainsist wanafunzi usichague kozi zingine tofauti na ualimu. Yes. Kipindi cha nyuma hicho. Yes, lakini kumbuka mwalimu ndo anayemtengeneza kila mtu. Kila mtu unayemwona kwamba yupo katika nafasi fulani, yupo katika dunia hii, yupo katika eneo lolote, anatokana na mwalimu. Mwalimu ni kama daraja. Ili uvuke hatua nyingine lazima umpitie mwalimu. Upite kwa mwalimu. Kwa mwalimu yuko pale kwa ajili ya kukuvusha. Pamoja na kwamba benefit chochote na chochote unachokipata wewe mwanafunzi au yule ambaye anamvusha, anaweza kaja kuwa rais, anaweza kama mbunge, akawa na kipato tofauti zaidi ya yule mwalimu. Lakini raha ya mwalimu ni kuona kile anachokifanya kimeleta impact. Tena impact positive. Mwanafunzi akisoma afaulu. Akifaulu mimi nafurahi sana. Yaani kuna namna fulani na burudika. Yaani naona kwamba kazi yangu sasa imeleta matokeo, nimegusa maisha ya mtu. Na vipi wale ambapo unaona kabisa kwamba mwanafunzi amefanikiwa, umemfundisha, amefaulu, amefanya vizuri, lakini huoni kama kuna zile elements za kama appreciate wewe kama mwalimu? Yes, mimi I don't wait for that. I feel proud. Yaani sisubiri yule mwanafunzi aje kwangu aniambie mwalimu asante sana umenivusha. Mimi furaha yangu ni yule mwanafunzi nilimfundisha ameenda hatua fulani. Hicho ndo, yani I'm proud for that. Hicho tu, yani kwamba hata usiporudi kurudisha feedback na nini, lakini kikubwa najua ataenda kugusa maisha ya 1 2 3 ambao nao watavuka, wataenda hatua fulani. Baraka zako zinaweza kuja kupitia. Kwa zile baraka zangu zitaendelea kugusa watu wengine. Yes. Kwa hiyo mimi ninachotakiwa kufanya ni kuhakikisha kwamba naendelea kutengeneza watu wazuri zaidi kuliko yeye. Yes. Sawa, Dr. Tuelekee mwishoni. Tunafahamu kumekuwa na maendeleo makubwa, au kumekuwa na mwamko mkubwa wa jamii ya Watanzania katika kuchangamkia fursa ya elimu.
lakini tunafahamu jambo lolote halikosi changamoto. Natamani uniambie mpaka sasa kuna changamoto zozote ambazo kwa moja au nyingine zinaifesi sekta ya elimu, hasa upatikanaji wa elimu kwa watu ambao aidha wako vijijini na wale ambao wana mahitaji maalum. Tunafahamu kuna watu ambao wana ulemavu na matatizo mengine yanayofanana na hayo. Kuna changamoto zote ambazo zinafesi sekta ya elimu katika hususan katika maeneo ambayo nimeyagusa. Yes, labda kabla sijazungumzia changamoto niongelee mafanikio. Mafanikio Mafanikio yaliyotokana na hii elimu, tuseme haya maadhimisho ya siku ya elimu duniani, na hatua nyingi ambazo zimepigwa na serikali, kwamba serikali imeboresha miundombinu, imeboresha, sasa hivi tunaongelea teknolojia. Tunaongelea ufundishaji wa njia ya masafa. Sasa kwa hivi vyuo vya kati na vyuo vikuu. Serikali imepiga hatua katika kujenga vyuo kulingana na idadi ya wanafunzi waliodahiliwa katika kila kudahiliwa vioni, lakini pia ambao wanaenda kwenye elimu ya msingi na sekondari. Yani kila eneo imepiga hatua. Lakini changamoto haziwezi kukosekana. Changamoto hizo hasa tunaziangalia katika maeneo ya vijijini, hasa pembezoni. Kuna maeneo ambayo idadi ya walimu bado iko chini, hasa walimu wa science. Na kuna maeneo pia maeneo hayo changamoto ziko kijiografia, kijamii, namna hiyo. Kwa hiyo katika haya maeneo unaweza kuona kuna maeneo ambayo yanahitaji walimu wa science wawe hakuna usawa. Kwa hiyo serikali inatakiwa iangalie hilo. Kwamba hata yale maeneo ya pembezoni, maeneo ya vijijini, maeneo yale ambayo hayajafikiwa na umeme kwa mfano, hivi vyombo vya teknolojia, hasa computers, zifike katika maeneo hayo. Kuwepo na usawa kulingana na idadi ya wanafunzi waliodahiliwa katika maeneo hayo na masomo yanayofundishwa katika maeneo hayo. Sasa umezungumzia serikali iangalie kwa namna moja au nyingine kuhakikisha kwamba inatatua changamoto hizi. Dr. unadhani jamii haina nafasi ya kuhakikisha kwamba na wenyewe wanafanya kitu ili kuhakikisha kwamba sekta hii ya elimu inazidi kuwa bora zaidi na vijana wanachangamkia fursa? Kwa sababu umeigusa serikali, lakini naamini jamii pia kuna baadhi ya vitu wanataka kuvifanya ili kuhakikisha kwamba sekta ya elimu inakuwa bora na vijana wanapata elimu, mwisho wa siku tunapata wasomi wengi zaidi. Yes, jamii imepiga hatua. Pamoja na kwamba serikali inawashika mkono kwa namna fulani. Kwa mfano ukienda kule kijijini, vijijini hasa. Wewe hujai kufika kijijini. Mimi mwenyewe nimezaliwa kijijini, Dr. Sio kwamba mimi ni wa mjini. Kuna maeneo wanafunzi wanatembea more than 40 kilometers, yani zaidi ya kilomita 40, sawa? Sasa maeneo hayo unakuta hapo katikati kuna korongo au kuna pori. Wazazi wametengeneza shule zinaitwa shule shikizi. Wanafunzi wanafundishwa katika eneo hilo na mwalimu mmoja. Sawa? Mwalimu huyo mmoja unakuta anafundisha wanafunzi karibia madarasa 3-4. Na unakuta darasa moja lina namba kubwa ya wanafunzi. Yes. Alafu serikali ilichofanya sasa, wanafunzi hao wataenda kusajiliwa kwenye shule ya karibu. Lakini hiyo shule hiyo, ili kufikia hiyo shule ambao sasa wanafunzi wanatakiwa kwenda, ni zaidi ya kilomita 40. Sawa? Sasa jamii pia imeweka mkono. Sio kama jamii iko nyuma. Wazazi wanapambana. Wazazi sasa hivi wana mwamko. Lakini kinachotakiwa serikali iboreshe mazingira. Ili walimu wale wanaoajiriwa wanaajiriwa kila siku. Unajua ajira zinatoka kila siku. Hata jana kuna watu wameajiriwa, juzi kuna watu wameajiriwa. Na kuna namba kubwa sana walimu ambao wako mtaani. Hata mimi na wanafunzi wangu niliofundisha hapa chuo cha wasibu Arusha, waliosoma computer science with education, wameajiriwa wiki iliyopita. Sawa? Sasa msisitizo wangu au ninachoomba kwa serikali iangalie yale maeneo ya pembezoni zaidi. Ili huduma zinazotolewa huku mijini na vijijini zifike. Kuwepo na usawa, kusiwepo na tofauti kati ya mwanafunzi aliyesoma kijijini na mwanafunzi aliyesoma mjini.
Yes. Sawa, Dr. mimi nikushukuru sana, lakini kwa kumalizia natamani uzungumze na vijana ambao wanakutazama, lakini pia wazazi, jamii ya Watanzania na yule yoyote ambaye atafanikiwa kutazama hichi ambacho tumekizungumza hapa. Leo ni maadhimisho ya siku ya elimu duniani na tukijaribu kuangalia 2018 inakaribia kufika miaka 10 kwa sasa. Yes. Ni kama miaka 8 hivi kuanzia maadhimisho yameanza kufanyika kama sikosei. Zungumza na yule ambaye anatazama hususan katika kuzidi kuwainsist kwamba elimu ni kitu cha muhimu sana kwenye jamii yetu ya sasa, na watu endelee kuichangamkia fursa hii. Serikali ikiendelea kuhakikisha kwamba inaboresha miundombinu na jamii inahakikisha kwamba inaendelea kuhakikisha kwamba inatoa motisha zaidi kwa wale ambao wanakuja kwa ajili ya kupata elimu pia. Yes. Ninachoweza kusema kwa katika majumuisho haya ni katika kuboresha kwamba nianze na upande wa serikali. Wizara hasa Wizara ya Elimu. Pamoja na kwamba zipo kuna tuseme transformation nyingi zimefanyika, nyingi sana katika Wizara ya Elimu, lakini tunatamani kama sisi walimu tuendelee kuboresha mitaala yetu. Mitaala iboreshwe iendane na uhitaji wa jamii ya sasa hivi. Kwa mfano, nikupe mfano tu wa kawaida. Ukiona mtoto mdogo anapogrow, anapokuwa, anapofika hatua fulani, wewe unamwambia sasa unataka kumfundisha jinsi ya kupika chai tu ya kawaida ya nyumbani. Utamwambia chai tunapika hivi. Sawa? Tunatamani kutransform elimu yetu, tuitoe katika ile hiki ni nini? Badala jinsi ya kufanya kile kitu. Okay. What is this? Instead we need to move to how to do. Okay. Kwa sababu kama unaweza kumfundisha yule mtoto kwamba ukamwambia chai tuna hatua za kupika chai ni 1 2 3 4. Sasa tunashindwa nini? Pamoja na kwamba tuna changamoto ya lugha. Sawa? Tuna changamoto ya lugha kwamba tunatumia lugha ya kimataifa katika ufundishaji. Yeah, kabisa. Kiingereza, English. Sawa? Yeah. Lakini pia pamoja na hizo changamoto za lugha, lakini tunatamani kufundisha watoto wetu au wanafunzi wetu wajue jinsi ya kufanya vitu kuliko jinsi ya kujua vitu. Okay. Sio akijue tu, lakini akijue pamoja na ajue jinsi ya kukifanya. Okay, sahihi kabisa. Ili apate skills. Manake akijua what is ni ngumu pia huko baadaye kutafuta ajira. Atatumia muda mrefu, atatembea na bahasha muda mrefu. Yeah, kabisa. Lakini akijua how to, maana na skills, he will not seek for job. He will create the job. Okay, sahihi. Okay? Yes. Yeah, hii ni eneo ambalo mimi nataka tuliwekee msisitizo hasa eneo la Wizara ya Elimu. Okay. Yes. Katika hasa vyuo vyetu pia tunataka focus yetu iwe katika hilo eneo. Hata ufundishaji ule wa darasani usibezi katika kujua tu, ubezi na kufanya pia. Kufanya tuwe na practical zaidi. Practical zaidi ili yule mwanafunzi atakapotoka pale ajue jinsi ya kufanya vitu. Kwa mfano, mimi nafundisha somo la pamoja na masomo mengine ninayofundisha, na somo la Principles of Consultancy in Education. Okay. Katika hizo principles za consultancy, manake tupitishe kwenye lugha ya nchi yetu sasa. Yes. Kwa umuhimu wa yule za Principles of Consultancy. Yes, na ni mbinu za ushauri wa kitaalamu. Okay. Sawa. Huu ushauri wa kitaalamu ni jinsi ya kutafuta. Kwanza somo hilo tu lenyewe linajiuza. Pia linamtengeneza yule mwanafunzi ambaye atasoma hilo somo jinsi ya I don't know how can I put into it, how to unlock opportunities. How to unlock opportunities outside education. How to unlock manake ni namna gani ya kuchangamkia zile fursa ambazo ziko mbele yako. Changamkia fursa zilizoko nje ya elimu. Ya elimu. Kwa mfano utaona kuna nafasi fulani. Sawa. Nafasi zinatoka. Ingawa yes, changamoto zipo. Changamoto zipo ambazo zinasababishwa na mfumo, zinasababishwa na jamii na mambo mengine kama hayo.
lakini mwanafunzi atakayesoma hilo somo atakuwa na nafasi ya kuomba fursa mbalimbali ambazo zinatoka katika jamii, kwa maana ya kutengeneza project, kwa maana ya kutengeneza ushauri mbalimbali hasa wa kielimu. Kuna wanafunzi unakuta huko mtaani wanakaa muda mrefu, wengine wanapotelea mtaani kwa sababu tu hajui. Lakini akikutana na yule mtu ambaye au mwanafunzi ambaye amesoma ile somo la ushauri wa kitaalamu, inakuwa rahisi zaidi kwake kwa sababu kupata skills. Hao wanamsaidia katika kumfungua career. Okay. Sahihi. Yes. Kwamba wewe umesoma eneo hili. Sasa katika eneo hili ulilosoma unatakiwa upite eneo hili. Ili kuhakikisha kwamba unafikia pale ambapo unafikia ulikuwa unatamani kule ambapo. Bwana Dr. mimi nikushukuru sana kwa yale mengi ambayo tumeyazungumza siku ya leo, ikiwa ni siku ya maadhimisho ya elimu duniani. Na kuna madini mengi sana ambayo natamani pia yule ambaye anatazama angeendelea kuyapata, sema muda unatupa mkono, lakini tutakualika tena kwa ajili ya kuendelea kuzungumza masuala mazima ya elimu. Mtazamaji, nilikuwa na Dr. Mary Stella Bainit ambaye ni mhadhiri kutokea Chuo cha Uhasibu Arusha. Amezungumza mengi sana katika siku ya maadhimisho ya siku ya elimu duniani kimataifa ambayo inafanyika kila inapofika tarehe 24 mwezi Januari kila mwaka. Nikushukuru kwa kufuatilia mahojiano haya, lakini nikukumbushe tu kwamba endelea kufuatilia vipindi vyetu vingi ambavyo vinaendelea hapa ndani ya iMedia. Jina langu naitwa Ombeni Kifum. Fundi mitambo alikuwa ni Ana Shayo. Asante, uwe na wakati mwema. Asante.